Wewe ambaye umempokea Yesu ni nuru ya ulimwengu. Yesu anasema hivyo katika Mathayo 5:14, anasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kama wewe ni nuru, hauhitaji ruhusa ya mtu ili wake. Jua halihitaji permission ya mtu yoyote ule kwamba ili lichomoze au lisichomoze. No, linachomoza izonga ni muda wa kuchomoza katika maeneo hayo. Litachomoza tu, litazama muda wa kuzama, litaibuka muda wa kuibuka. Halihitaji ruhusa mtu yote. Ndivyo alivyo mwana wa Mungu. Ndivyo alivyo mtu yote ambaye amempokea Yesu Kristo. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Ulimwengu utaona nuru ya Kristo kupitia yeye, kupitia maisha yake, kupitia matendo yake. Na kama ambavyo anasema kwenye mstari wa 15 kwamba taa haiwashwi ikawekwa chini ya pishi, bali inawekwa juu ya kiango ili mwanga wake upate kuangaza. Kwa hiyo wewe ni taa ambayo imewashwa kupitia nuru ya Yesu Kristo. Manake ni kwamba hutakiwi ujifiche, unatakiwa utoke sasa ili watu wote waweze kuona nuru ya Kristo kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia maisha yako, kupitia matendo yako, watu waione nuru ya Kristo. Ndio maana katika Isaya 60 anasema kwamba inuka uangaze, nuru yako imefaidi, imekujia. Anasema wafalme watakuijia, mataifa pia watakuijia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaona nuru. Kwingine kuna giza, wanaona nuru. Kwa hiyo kupitia kwako, wakikutazama wanaona ni mtu ambaye wanaweza kukuamini na siri zao, wanaweza kukuamini kwa mambo yao, wanaweza kukushirikisha vitu na ukawasaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakikuona wewe, wanamuona Mungu ambaye anaweza kutatua shida zao kupitia wewe. Maana wakija kwako sio kwamba wanakufuata wewe, bali wanaifuata hiyo nuru ya Kristo ambayo inaweza kuwatatulia shida zao. Kwa hiyo sifa, heshima na utukufu uvirudishe kwa Yesu Kristo, kwa sababu sio wewe bali ni Kristo ambaye yuko ndani yako. Kwa hiyo sasa unasubiri nini wewe ambaye umempokea Yesu Kristo kuwa nuru ya ulimwengu? Anasema katika mstari wa 16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Maana yake ni kwamba kupitia hiyo nuru yako inaanza kuangaza kupitia matendo yako. Na ndio maana ukiwa umeokoka, kama umekosea, watu ni rahisi sana kunotice. Hata kama umekosea kitu kadogo, watasema mbona walokole hawafanyagi hivi, mbona waliokoka hawafanyagi hivi. Unadhani ni kwa nini? Kwa sababu wewe ni nuru, kila mmoja anakuona, kila mmoja anakutazama. Hata kama unahisi kwamba hakuna mtu anayekuona, lakini watu wanakuona. Na ndio maana kuna wakati unaweza kama mazingira yote yale upo rafu tu, watu wanakuita mtumishi, watu wanakuita mchungaji, watu wanakuita. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu watu wakikuona wanaona nuru ya Kristo inaangaza kupitia wewe. Kwa hiyo sasa wewe ni nuru ya Kristo. Usisubiri ruhusa ya mtu kuwaka, usisubiri ruhusa ya mchungaji, mtume, nabii au mtu yote ule. Unatakiwa uwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuombea kuanzia sasa hivi nuru ya Kristo ianze kuwaka ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umebarikiwa sana.